Yairo. Namba moja, unapata kimbilio. Faida za kuwa na Yesu maishani. Namba moja, unapata kimbilio. Jairo alimkimbilia Yesu. Luka 8:40 mpaka 56. Naomba nisomee hapo mtu wa Mungu. Yairo alimkimbilia Yesu. Unapokuwa na Yesu unapata kimbilio. Ukiumwa usiku unamkimbilia Yesu. Mwanao akiumwa unamkimbilia Yesu. Unapiga magoti unaomba sana. Jifunzeni kuwa waombaji. Wakati wa matatizo mengine yanatokea usiku, unamkimbilia Yesu, unamwambia Baba, tumbo linataka kuniua, kichwa kinataka kuniua, moyo unataka kuniua, pressure inataka kuniua, unamkimbilia Yesu. Yesu anakusaidia. Amina, amina. Nisomee hapo mtu wa Mungu kama umefika. Luka 8:40 imeandikwa. Amen. Basi Yesu aliporudi mkutano ulimkaribisha kwa furaha. Yesu aliporudi mkutano ulimkaribisha kwa furaha. Hebu sema jifunze kumkaribisha mtumishi wa Mungu kwa furaha. Amina, amina. Unaona kwa mfano hapa Jumapili nabii anaingia, tusimame basi. Mtu amekaa tu. Yesu alikaribishwa kwa furaha. Sema amina. Sema amina. Sasa nitakuonyesha kwenye kumkaribisha mtumishi wa Mungu kwa furaha. Kwenye maandiko haya nini watu walipata. Lazima uanze kuwa na hamasa, furaha moyoni. Ya mtumishi wa Mungu anataka kuja kusema na sisi. Anataka kuja kuhubiri jamani, baba yetu wa kiroho. Naamini leo matatizo yangu yataondoka. Unaanza kuwa na furaha. Unaanza kujiandaa na kitambaa cha kumshangilia Mungu. Unaanza kujiandaa na matawi ya kumshangilia Mungu. Unaanza kujiandaa kwa vigeregere na sauti zenye furaha na ndelemo. Wakamkaribisha Yesu kwa furaha. Endelea hapo. Tazama mtu mmoja akaja, jina lake Yairo. Unaona mtu mmoja jina lake Yairo akaja. Naye ni mtu mkuu wa sinagogi. Akaanguka miguuni pa Yesu akamsihi aingie nyumbani kwake. Unaona wakati watu wamemshangilia Yesu kwa furaha na kumkaribisha kwa furaha, Yairo anakuja, mkuu wa sinagogi, anaanguka mbele za Yesu. Mkuu wa sinagogi. Mkuu wa sinagogi, maana yake sinagogi ilikuwa ni misikiti ya Kiyahudi. Huyu alikuwa ni mkuu wa msikiti, akaanguka miguuni mwa Yesu. Akamsihi, akamwambiaje? Kwa kuwa binti yake yu katika kufa. Binti yake alikuwa katika hali ya kufa, ni maututi, anauma maututi. Ambaye ni mwana pekee, umri wake amepata miaka 12. Unaona ni mwana pekee. Mtoto wa pekee, hana mwingine Yairo. Mtoto ana miaka 12, ni binti mkubwa. Na alipokuwa akienda makutano walimsonga. Na alipokuwa akienda Yesu, makutano walimsonga. Na mwanamke mmoja ambaye ametoka na damu muda wa miaka 12. Alikuwa amegharamiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga. Alikuwa amegharamiwa mali zake zote kwa kuwapa nani? Waganga. Si ndio maana nikipigaga waganga hapa nafanya vibaya? Unaona amegharamiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga. Asipate kuponywa na mtu yeyote. Asipate kuponywa na mtu yeyote. Alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake. Alienda nyuma ya Yesu akaugusa upindo wa vazi lake. Na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana. Petro akamwambia Bwana mkubwa. Makutano haya yanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu aliyenigusa, naona kuna nguvu imenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusikilika haja akatetemeka. Yule mwanamke alipoona hawezi kujificha, mbona ni kama Yesu amemjua. Ameiba nguvu ya Yesu, akaja anatetemeka. Akaanguka mbele yake. Akamweleza mbele ya watu wote. Sababu yake ya kumgusa. Na jinsi alivyoponywa mara alipomgusa. Akamwambia binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani. Alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi. Alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule Yairo, anadhurisha kule kwa Yairo. Akamwambia, binti yako amekwisha kufa. Usimsumbue mwalimu. Lakini Yesu aliposikia hayo, alimjibu, usiwe na hofu. Amini tu Yairo, naye ataponywa. Alipofika nyumbani, hakuacha mtu kuingia pamoja naye ila Petro. Hakuruhusu mtu mwingine kuingia naye kwenye huduma ya kumfufua binti Yairo ila Petro na Yohana na Yakobo. Nitakwambia kwa nini.
na baba yake yule mtoto na mama yake. Kuna huduma utakiwa kuingia na mtu. Kuna huduma yani ndio nawafundisha mwe mnaelewa. Kuna mahali ukiingia na mtu kwenye huduma yako hauwezi kufunguka. Ndio maana kuna wakati mtu anatakiwa aingie na Yesu na yeye mwenyewe au na yule ambaye Yesu atasema aingie naye. Na watu wote walikuwa wakilia na kumwombolezea. Na watu wanalia mle wakaingia wale. Akasema Silie. Akufa huyu baada amelala usingizi. Yesu alikuwa na matendo. Akufa huyu amelala tu usingizi. Wakamcheka sana. Watu walikuwa wanalia. Na hapo ndio ujue misibani kuna vituko. Watu wanalia, jamani mtoto apekewa ya hilo jamani. Yesu akasema jamani huyu amelala. Watu wakaacha kulia, wakaanza kucheka. Unaona? Maajabu yani. Hebu sema maajabu haya. Maajabu yani. Wakamcheka sana maana walijua kuwa amekwisha kufa. Walimcheka sana maana walijua amesha kufa. Akamshika mkono akapaza sauti. Akamshika mkono akapaza sauti. Akisema kijana inuka. Roho yake ikamrejea. Naye mara hiyo yule aliyekuwa amekufa akasimama. Yesu akaamuru mpeni chakula. Wazazi wake wakastaajabu sana. Lakini akawakataza wasimwambie mtu hilo tukia. Amen. Unaona ya mambo? Kuna leo unaangana kwenye maombi watu wanakucheka. Yaani una shida, bado wewe kwa mganga, wewe unaangalia maombi wanakucheka. Nasema hivi, mwisho wa vicheko vya watu ni muujiza mkubwa ambao Mungu atakutendea wewe. Kila kicheko alichokucheka, unaona? Walimcheka Yesu amesha kufa. Wengine walimzuia, wakamwambia Yairo, usimsumbue mwalimu. Binti yako ameshafariki. Kuna watu wanakuzuia. Wanasema wewe yani badala uende kwenye hili na hili na hili. Ebu acha usiende kwenye maombi. Nasema hivi, ukingangania kama Yairo, usiposikiliza sauti za watu wanaovunja moyo, wanaokatisha tamaa, watu wanaokucheka, nataka nikwambie, ukingangana kumwamini Mungu, utaupata muujiza wako. Amina. Utaupata muujiza wako. Amina. Kama Yairo alivyompata mwanae. Mkimbilie Yesu, nakwambia mwanangu, mkimbilie Yesu, utauona muujiza. Amina. Utaona faida ya kuwa na Yesu maishani. Yairo aliona faida ya kwenda kumwangukia Yesu mbele za watu. Hakujali kama yeye ni mkuu wa msikiti, lakini alimkimbilia Yesu. Akamwangukia Yesu wapi? Miguuni mwake. Kama unanielewa sema amen. Amina. Sema tena amen. Amina. Yairo ndiye wa ajabu aliyewahi kushangaza watu. Unajua watu wengi huwa wamwamini Yesu sana wanapokuwa ni viongozi wa dini tofauti na dini ile ya Kikristo. Lakini unaona Yairo ni mkuu wa sinagogi. Katika Biblia sinagogi linatafasiriwa kama msikiti wa Kiyahudi. Ni kama useme misikiti ya Tanzania au misikiti ya Kenya au misikiti ya Uganda. Kulikuwa na masinagogi na mahekalu. Hekalu lilikuwa linamwakilisha kanisa, sinagogi msikiti. Amina amina. Amina amina. Kwa hiyo Yairo akampata mwanae. Namba 2, faida ya pili ya kuwa na Yesu. Unapewa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Unapewa uwezo wa kufanyika saa ile ile mtoto wa Mungu. Nisomee Yohana sura ya 1 mstari wa 12 hadi wa 13. Amen. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina la Yesu. Waliozaliwa si kwa damu. Waliozaliwa si kwa damu. Wala si kwa mapenzi ya mwili. Wala si kwa mapenzi ya mwili. Wala si kwa mapenzi ya mtu. Wala si kwa mapenzi ya mtu. Bali kwa Mungu. Bali kwa mapenzi ya Mungu. Amen. Unaona? Kwa hiyo unafanyika mtoto wa Mungu. Sasa nini maana ya kufanyika mtoto wa Mungu? Mtoto wa Mungu maana yake unakuwa kama Yesu. You be as Christ. Unakuwa kama Yesu mwenyewe.
Yaani anaposema umepewa uwezo, maana yake ukitaka kuomba jambo unakuwa kama Yesu pale msalabani. Baba, naomba unitendee hili. Anasema Yesu alipokuwa amezingirwa na Wayahudi, wanataka wamtupe kwenye ukingo wa mtu afe, akasema nakusii wapige kwa upofu. Elisha aliomba, lakini Yesu alipita katikati yao kwa sababu ni mwana wa Mungu. Hawakumtenda chochote, hawakuweza kumdhuru, hawakuweza kumuua, hawakuweza kumwangamiza kwa sababu ni mwana wa Mungu. Haleluya, haleluya. Mwana wa Mungu anayo nafasi mbele za Mungu kupewa chochote anachotaka. Mwana wa Mungu anapendwa na Mungu. Mungu akasema kuhusu mwanae, huyu ni mwanangu mpendwa nayependezwa naye, msikilizeni. Kwa hiyo unapokuwa mwana wa Mungu unapata neema ya kusikilizwa. Haleluya, haleluya. Unasikilizwa na Mungu, unasikilizwa na malaika, unasikilizwa na wanadamu. Hii ndio faida ya kufanyika mtoto wa Mungu. Unapoanza kumwamini Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tayari unaingia sio tu kwa Mkristo au mcha Mungu, unapewa uwezo. Ndio maana nasema unapewa uwezo. Ni sawa na ile namna, maana yake ni kwamba kuna roho inaingizwa ndani yako. Kuwa sehemu moja na Mungu, kuwa damu moja na Mungu, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu sasa. Haleluya, haleluya. Ukiomba unasikilizwa. Ukimwita Mungu anaitika. Anasema niiteni nami nitaitika na kuonyesha mambo makubwa na magumu msiyojua. Amen, amen. Amen, amen. Niiteni nami nitaitika. Unapokuwa mwana wa Mungu huna mashaka na baba yako, maana unamjua yule roho anenaye ndani ya baba yako, huyo roho atanena ndani yako. Amen, amina. Atanena wapi? Ndani yako, huyo roho. Kwa hiyo hii ni faida kubwa sana ya pili. Hakuna namna mtu anaweza kuwa mwana wa kupewa uwezo wa kuwa mwana wa Mungu kama hajampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo ukitembea una mashaka kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Ndio maana Yesu kama mwana wa Mungu aliwaambia watu, ninautoa uhai wangu alafu nautoa tena. Si mimi mwana wa Mungu. Mungu ndiye Mungu wa roho zote. Haleluya, haleluya. Mungu ndiye Mungu wa roho zote. Hata kama wachawi na waganga watakufanyia nini, wewe ni mwana wa Mungu. Wakikuwekea pepo, unalitoa lile pepo kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya, haleluya. Amina. Wakikuwekea uchawi, ule uchawi ukiongea na baba yako atautoa ule uchawi. Ndio maana huna sababu ya mwana wa Mungu kwenda kwa waganga kubandika ni mgongo, chanjwa chale, katwa mwili, damu zinavuja, mapepo yanakunywa damu zako. Huna sababu hiyo. Mwana wa Mungu huna sababu ya kwenda kukaa kwenye lishuka nyeusi, wanaweka mawe poko. Mwana wa Mungu huna sababu hiyo. Paka unahangaika mle, mganga anafanya kidogo tu namna hii. Funikwa tena. Paka unatoka mwananchi anazunguka namna hii. Mwana wa Mungu. Haleluya, haleluya. Muda utoshe, nataka nimalize. Tunazo faida 6. Faida ya 3. Unazaliwa mara ya pili. Unazaliwa mara ya pili. Mara ya kwanza ndio uliozaliwa katika mwili wa damu na nyama na wazazi wako, lakini umejaa matatizo. Umezaliwa ukapata mikosi, ukalogwa, kila kitu kimeharibika, nyota ikaibiwa, afya ikaibiwa, huna ndoa, huna mtoto, huna afya, huna pesa, huna mume, huna mke, huna kila kitu. Maisha yameharibika. Ile kuzaliwa mara ya kwanza, unajuta kwa nini ulizaliwa. Lakini kuna nafasi ya pili ya kuzaliwa. Sema amen. Kama endapo ulizaliwa kwenye familia unajuta kwa nini nilizaliwa hapa, kuna familia nyingine ambayo unatakiwa kuzaliwa ndani yake, na hii ni familia ya Kristo Yesu. Kama kuna ukoo ambao unajuta kwa nini mimi nilizaliwa kwenye ukoo huu, ni ukoo wenye makelele, ni ukoo wenye majungu, ni ukoo watu wapendani, ni ukoo una wachawi, ni ukoo watu wanauana, ni ukoo wanagombania mashamba, ni ukoo watakiani mema, Mungu anasema kuna ukoo mwingine unaitwa ukoo wa nani? Wa Yesu Kristo. Utazaliwa kwenye ukoo huo. Hebu tusomee maandiko haya. Tusomee tuone iko nafasi ya kuzaliwa mara ya pili. Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 12. Imeandikwa. Amen. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Farisayo jina lake Nikodemo. Ehe. Mkuu wa Wayahudi.
Ndio. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, unajua kuwa huyu mwalimu kutoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu awezaye kujifanyisha ishara hizi uzifanyazo wewe. Ndio. Isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili azaliwe? Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Asipozaliwa kwa nini? Kwa maji ni ubatizo, kwa roho ni kwa kumkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi mtakatifu. Mwokozi wa nini? Wa maisha yako, na kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Yesu akajibu akamwambia, nakwambia, ndio, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ndio. Usistaajabu kuwa nilikwambia, ndio, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo uvuma uendako, ndio, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Ndio. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Nikodemo akajibu akamwambia, ndio, uwezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe mwalimu wa Israeli na mambo haya uyafahamu? Wewe ni mwalimu wa Israeli na mambo haya uyafahamu? Mimi nakwambia kwamba ndio, lile tulijualo twalinena, na lile tulionalo twalishuhudia, ndio, wala ushuhuda wetu hakukubali.